السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. तकरीबन 11 साल पहले मैं यहाँ आया था. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Nasr Aziz anasema kwamba miaka 11 iliyopita niliwahi kuja hapa, na wakati unafika haraka haraka. Wakati ule wengine waliokuwa watoto sasa wamekuwa vijana, na wapo wengine ambao wameshakuwa wazazi wa watoto. Kwa kidhahiri Mwenyezi Mungu ameleta fadhila chungu mzima juu ya jumuiya hii. Pamoja na msikiti huu, ukumbi mkubwa umejengwa na ofisi na maktaba, na vile vile urahisi mwingine pia umepatikana pamoja na msikiti huu. Vile vile mbele ya msikiti nyumba iliyonunuliwa, nyumba ile pia imepanuliwa. Bashiri anakaa kule guest house, na vile vile ukumbi mkubwa pia umejengwa pamoja na nyumba ile. Hizi zote ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Ikiwa idadi ya wanajumuiya imeongezeka na ikiwa mali yenu imeongezeka, ikiwa Mwenyezi Mungu amejalia jumuiya mission houses na misikiti na nyumba chungu mzima, bila shaka kwa sababu ya hii tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na namna gani tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu? Na kwa ajili yake hii tunatakiwa tufanye nini? Sisi ambao tulimpokea imamu wa zama hizi, sisi ambao tuna imani juu ya hii kwamba tulimpokea yule kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba ikiwa imani itakuwa imeshafika nyote ya kilimia, huyu ataleta tena ardhini. Katika hali hii tunatakiwa fikira zetu pia ziwe zenye imani sana. Sisi hatutakiwi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidhahiri au kwa kusema alhamdulillah kwa mdomo tuanze kufurahi. Hatutakiwi tufanye hivi, bali tunatakiwa tuzingatie jambo hili kwamba je, sisi tunafuata amri zote za Mwenyezi Mungu au hatufuate? Je, sisi tunaishi jinsi mwaminio anatakiwa aishi duniani, ambayo maelezo yake yaliyoelezwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake? Na katika dhama hii maelezo yake
alituelezea sainam alah salatu wassalam waziwazi. आया था, जैसा कि मैंने जिक्र किया 11 साल पहले। mara ya kwanza nilipokuja hapa miaka 11 iliyopita, wakati ule niliwakumbusha wanajumuiya wenyeji wa hapa, na mimi naendelea kukumbusha kuhusu jambo hili mara kwa mara. मेरी बातें हर अहमदी तक Na mwenyezi mungu aliyetupatia neema ya mta, kwa kupitia mta na saha zangu zinamfikia kila mwanajumuiya. मैंने कहा था lakini sharti ni kwamba ikiwa yeye anataka kusikia nasaha zangu, या आपके बाप दादा को अहमदियत कबूल करने की तौफीक दी, ilmuradi nilisema wakati ule kwamba mwenyezi mungu खास फजल amewajalieni nyinyi au aliwajalia mababu zenu kwamba walijiunga na jumuiya, na hii ni fadhila maalum za mwenyezi mungu juu yenu. जारी रखने के लिए Na mwenyezi mungu kwa sababu ya mema fulani alileta fadhila zake hizi, अपनी हालतों को lakini kwa ajili ya kuendeleza fadhila za mwenyezi mungu, kuimarika katika mema हमें याद रखना चाहिए। na kuboresha hali zetu zaidi kuliko zamani pia ni muhimu sana. Pengine बातों में tunatakiwa tukumbuke, में तवज्जुही पैदा हो गई, ikiwa sisi tunakwama katika kufanya mema au अपनी नस्लों को भी दीन से दूर करने वाले होंगे। mambo ya dini inatuweka au tunaendelea na hali hii. Katika hali hii tutaendelea kufukuza kizazi chetu kutoka dini, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी na vile vile वाले होंगे, यानी tutaendelea kuwafukuza mbali katika जिनके बाप दादा अहमदी bishara hii ya kuja kwa sayyidina alayhi salatu wassalam iliyofanywa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wale ambao mababu zao waliwahi kujiunga na jumuiya, ikiwa vizazi vyao wikienda mbali na dini, basi wao watakosa maombi ya wazee wao na mababu zao. पाती हैं अगर किसी की नेकी हो। Mwenyezi Mungu anatupatia ujira wa mema, na bila shaka lazima anatupatia ujira wa mema, लेकिन साथ ही na vizazi na watoto pia wanapata ujira wa mema. Na ikiwa mema unafanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ridhaa yake, kwa ajili ya ridhaa yake, lazima ujira wake unapatikana. Lakini pamoja na hayo yote, Mwenyezi Mungu anasema kwamba mnalazimika kurekebisha vitendo vyenu उन बुजुर्गों ने ili baraka ya fadhila za Mwenyezi Mungu endelee kupatikana. Wale ambao mababu zao na wazee wao walijiunga na jumuiya, रुखसत हुए, wale wazee wao walitimiza ahadi ya bayeti yao na waliaga kwa katika hali hii, na wao waliaga dunia hii kwa ahadi hii kwamba kizazi chao pia kitatekeleza ahadi hii ya bayet. वाले हैं Basi miongoni mwenu wapo wengi ambao wanatakiwa wafikirie kwamba je, sisi tunatimiza ile ahadi yetu kwayo जायजे लेने की wazee wetu walitusihi, क्या हकीकत में हम अपना au tunafuata njia kwayo wazee wetu walitaka sisi tufuate? Kuna haja ya kuchunguza hali yetu. Je, sisi tunatimiza ahadi ya bayati yetu au hatutimizi? Au sisi ताल्लुकात की वजह से tunafuata dini ya mababu zetu tu kama ni mila tu? इसी तरह जिन्होंने खुद अहमदियत कबूल की है, Sisi ni wanajumuiya kwa sababu ya jamaa zetu na kwa sababu ya uhusiano wa jamaa zetu. Tunatakiwa tufikirie kuhusu hii. Vile vile wale ambao walibahatika kujiunga na jumuiya wenyewe, wao pia wanatakiwa wachunguze kwamba je, sisi जज्बा था tumeimarika katika imani zetu na vile vile katika vitendo vyetu, au tunafanya juhudi ya kuboresha, au tulijiunga अहमदियत कबूल कर ली। na jumuiya kwa sababu ya imani ya muda mfupi, au sisi tulijiunga na jumuiya kwa sababu ya athirika kwa jambo fulani, na tangu tumejiunga na jumuiya tumesimama pale pale, hatukupata maendeleo katika imani yetu. Hazur anasema kwamba faida itapatikana wakati kila hatua yetu itapata maendeleo ya imani.
wale ambao waliohamia katika nchi hizi za ulaya कहीं बेहतर हालात में wao wanatakiwa waendelee kuchunguza hali hii kwamba je baada ya kuhamia hapa kwa sababu ya starehe wamekuwa mbali na dini अल्लाह ताला wao kwa sababu ya maendeleo ya nchi za ulaya wao wamesahau dini yao चाहे वो भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अहमदियत कबूल की kwa fadhila za mwenyezi mungu हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के hapa wapo wengi ambao walihamia kutoka kosovo ambao walijiunga na jumuiya उन पर अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया walimpokea mtumishi wa mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawa pia wanatakiwa wakumbuke vizuri kwamba mwenyezi mungu amewajaalia fadhila zake में शामिल हुए चाहे पैदाइशी ilmuradi watu aina mbalimbali wanapatikana hapa चाहे हिजरत करके आने वाले हैं watu wote waliojiunga na jumuiya hata wale ambao waliozaliwa katika jumuiya hata wale waliopokea jumuiya baadaye wale waliohamia hapa au wenyeji wa hapa hawa wote wanatakiwa wazingatie jambo hili kwamba sasa hawa रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के wanatakiwa wafanye juhudi ya kufuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya islam ili जैसे मैंने पहले कहा पैदाइशी अहमदी हूँ waweze kutimiza haki ya kujiunga na jumuiya ya mtumishi wa mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam basi kama nilivyosema wawe wanajumuiya waliozaliwa katika jumuiya wawe wanajumuiya wa zamani au wanajumuiya wapya kila mwanajumuiya awe mwanamume au mwanamke anatakiwa achunguze je yeye anatimiza haki ya baiati yake au la au anafanya juhudi ya kutimiza haki ya baiati au hafanyi hivi je majukumu tuliyopewa na sayyidina ahmad alayhi salatu wassalam je sisi tunafanya juhudi ya kutekeleza yale majukumu je sisi बच्चों की इस रंग tunafanya hali zetu ziwe sawa na mafundisho ya sayyidina ahmad alayhi salatu wassalam je sisi मुकदम करने का tunawalea watoto wetu katika hali hii kwamba wao pia हमारे अपने अमल wawe na imani ya kutanguliza dini juu ya dunia kutoka utoto wao क्या हमारी नमाजें je vitendo vyetu ni sawa na mafundisho ya dini tukufu ya islam na ni mfano kwa ajili ya watoto wetu je swala zetu na ibada zetu na kila kitendo chetu ni ये बातें हर एक ni sawa na mafundisho ya mwenyezi mungu na mafundisho ya mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam इन बातों huzur anasema kwamba kila mmoja wetu anatakiwa और अपने जायजों kila mmoja wetu achunguze kuhusiana na hali hii yote हमारी हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु kwa ajili ya kujua hali yake halisi na kwa ajili ya kuboresha hali zetu पेश करूंगा sayyidina alayhi salatu wassalam alituelekeza na alituongoza एक मजलिस में miongoni wa nasaha hizi nataka kueleza kadhaa mbele yenu na इस्लाम ने फरमाया yale aliyotutaka sayyidina alayhi salatu wassalam nataka kueleza mbele yenu katika hafla fulani sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kwamba kwa ajili ya jumuiya yetu ni lazima kwamba katika dhama hii wakati upotevu umeenea giza imeenea kwamba wanajumuiya wafuate uchamungu hali ya dunia ni aina hii kwamba watu hawaheshimu amri za mwenyezi mungu wao hawajali kuhusu haki wala kuhusu wasia yao wao hawatimizi haki zao wala hawatimizi wasia waliofanya के हिस्से को तर्क कर देते हैं wao wameangukia katika dunia na katika shughuli zake के बजाय wakiona kwamba wanapata hasara ya dunia basi katika hali hii wanaghafilika katika dini yao wakati ule badala ya kutanguliza dini wao wanatanguliza dunia juu ya dini na wao wanataka wasipate hasara ya dunia hata kama dini yao inapotea kabisa anasema kwamba katika hali hii wanapoteza haki za mwenyezi mungu ज़ाया कर देते हैं जैसे कि
सब बातें wanapoona kwamba wanapata hasara ndogo basi wanaacha dini na wanapoteza haki za Mwenyezi Mungu. तकसीम हो रही हो जायदादों की Kama mambo haya yanapatikana katika mambo ya kesi na vile vile katika mambo ya kugawa urithi pia inaonekana. Hata siku hizi pia mambo haya yanapatikana. Kisha amesema बहुत कमजोर बात wao wanawatendea wengine kwa nia ya tamaa कि खुदा ने उनको कमजोर कर रखा है na wao wanatanguliza tamaa ya nafsi zao juu ya kila kitu. पूरी रफा हुई Madamu Mwenyezi Mungu amewaweka katika hali ya udhaifu, hawapati ujasiri wa kufanya dhambi, lakini mara wanapoona udhaifu wao umeondoka na wamepata nafasi ya kufanya dhambi, mara wanafanya dhambi bila kuchelewa. खौफ है Ikiwa wao दूर हो जाता wamesalimika katika dhambi, si kwa sababu ya hii kwamba wanatanguliza mema, bali sababu yake ni kwamba wao wana hofu ya mambo kadhaa, lakini hofu ile inapoondoka basi mara wanaanza kurudi katika hali yao ya zamani ya dhambi. Amesema angalie katika zama hii mtakuta hii kwamba utawa halisi haupatikani na imani halisi haipatikani duniani, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu anataka kwamba kwa mabegu ya utawa wake uchamungu wake usipotee, yani wale watu ambao wana begu ya uchamungu, Mungu hataki kupoteza begu ya uchamungu wao. Wakati Mungu anapoona kwamba ताज़ा बताज़ा कुरान मौजूद है sasa mimea itaharibika kabisa, itakufa, katika hali hii analeta mimea mingine. व इन्ना लहू लहाफिज़ुन बहुत सा हिस्सा Qurani tukufu ipo mbele yetu kama alivyosema Mwenyezi Mungu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. ईमान और अमल Vile vile sehemu kubwa ya hadithi pia inapatikana. Vile vile kuna baraka chungu mzima zingine, lakini imani haipatikani mioyoni mwa watu wala amali hazipatikani. Hazur ameeleza picha hii ya Waislamu waliopatikana wakati wake, na Hazur anasema hata hali hii inapatikana siku hizi pia. Sayyidina Alayhi Salam anasema Mwenyezi Mungu amenituma ili तकाजा ने imani ipatikane tena. Mwenyezi Mungu alipoona kwamba uwanja ni mtupu की उलूहियत ये चाहती थी katika hali hii, और तकवा से खाली हो रहा है umoja wa Mwenyezi Mungu haukutaka kwamba uwanja huu uwe mtupu, yani umoja wa Mwenyezi Mungu ulikuwa nataka kwamba uwanja ambao unaendelea kuwa mtupu katika mema na katika vitendo vizuri, na mioyo ya watu inaendelea kuwa mitupu katika uchamungu. Katika hali hii kwa kuwahurumia kuihurumia binadamu ऐसे फरमाया कि और लोग ऐसे ही दूर रहे na kwa kuzingatia huruma ya binadamu, yeye hakupenda kwamba uwanja huu uwe mtupu जिंदों की पैदा करना na watu waendelee kuwa mbali na dini. Ndiyo maana dhidi ya hali hii yote Mwenyezi Mungu anataka kuleta taifa mpya ya watu hai. Ndiyo maana sisi tunafanya mahubiri kwamba ili maisha ya uchamungu yapatikane. Hazur anasema kwamba basi ikiwa sisi tukichunguza, hii si hali ya watu waliopatikana wakati wa Sayyidina Alayhi salatu wassalam, wakati aliposihi Sayyidina Alayhi salatu wassalam, bali hata mpaka leo tunaona hali hii inapatikana duniani. Miongoni mwetu ni wangapi ambao wanafuata amri za Mwenyezi Mungu? Tuache wengine ambao si wanajumuia, bali sisi ambao tunadai tulijiunga naye, ni wangapi miongoni mwetu ambao wana hali hii? Kuna haja ya kuchunguza hali hii. Mwenyezi Mungu anasema kwamba niliumba jini na binadamu kwa ajili ya ibada yangu. Je, sisi tunatanguliza ibada za Mwenyezi Mungu juu ya mambo yetu ya dunia au la? हमारी बातें हमारे दुनियावी कामों पर कुर्बान हो रही हैं au hali ni tofauti na hii, ऐसे भी हैं kwamba sisi tunatanguliza ibada zetu juu ya dunia? तो गले से उतारने की कोशिश करते हैं Huzuri anasema wapo wengine wa aina hii ambao hata kama wakiswali sala kwa wakati wake wanaswali haraka haraka. लोगों से मामलात में
mimi sielezi kuhusu wale ambao hawakumpokea sayyidina alayhi salatu wassalam. Hata miongoni wetu pia wapo wengine wa aina hii. Wakati wa kuwatendea wengine Mwenyezi Mungu anasema kwamba mnatakiwa mufanye ihsani, lakini wapo wengi ambao badala ya kufanya ihsani wananyima haki za wengine, na wapo wengine ambao hawataki wapate hasara ya dunia, lakini ikiwa wanaona dini inapata hasara wao hawajali hata kidogo. Wapo wengi miongoni mwetu ambao hawawezi kupata nguvu juu ya hasira yao kwa sababu ya mambo madogo madogo, wanapata hasira sana. Wale ambao hawakumpokea sayyidina alayhi salatu wassalam, wao wakifanya hivi tunaweza kusema kwamba hawa ni wajinga. Lakini ikiwa miongoni mwetu kuna mtu ambaye ana tabia ya aina hii, basi hili ni jambo la kusikitika sana. Basi kila mmoja wetu anaweza kuchunguza hali yake kuhusiana na hii. Tunatakiwa tuzingatie maneno haya sayyidina alayhi salatu wassalam kila wakati, kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuleta taifa mpya ya watu hai. Basi sisi tulifanya bayat kwa ajili ya kujiunga na watu hawa hai. Kwa hivyo kwa ajili ya kutimiza haki yake tunatakiwa tuzingatie nasaha za sayyidina alayhi salatu wassalam ili tuhisabiwe pamoja na wale watu ambao ni hai. Kisha sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutukumbusha jambo hili kwamba mwongozo unapatikana kwa sababu ya juhudi ya mtu na kwa sababu ya uchamungu wake. Maadamu uchamungu haupatikani, maadamu mtu hafanyi juhudi, maadamu mtu hajitii katika shida na yeye hawi tayari kwa ajili ya kujitolea, yeye hawezi kupata mwongozo halisi. Kuhusiana na hii sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba mtu ambaye kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu anafanya juhudi kwa ajili ya njia yake na anafanya maombi ili apate mwongozo katika hali hii, Mwenyezi Mungu sawa na kanuni yake, wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana, yani wale ambao wanafanya juhudi kwa ajili ya kutupata sisi tunawaongoza njia zetu. Hazur anasema kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanapofanya juhudi na wanafanya maombi kwamba maovu yao yaondoke na Mungu awe karibu nao. Na kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya niliyosoma hapa mbele yenu kwamba ikiwa mkifanya juhudi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Mungu ataongoza katika njia zake. Anasema sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kushika mkono anaongoza na anampatia utulivu wa moyo wake katika hali hii. Lakini ikiwa moyo umejaa na giza na yeye hafanyi maombi na vile vile anafanya mambo ya bid'a, katika hali hii yeye hawezi kupata mwongozo. Yani moyo upo gizani na kwa ulimi anafanya maombi, lakini anafanya maombi kwa juu, hafanyi maombi kwa moyo wake wote. Ikiwa kuna swali la itikadi yake, kwa kidhahiri sisi tuna itikadi hii kwamba sisi ni Waislamu, alhamdulillah, tuna imani ya Islam na hatushirikishi kitu chochote na Mwenyezi Mungu, yani kwa kiitikadi ni tupo sawa kabisa. Lakini amali ni aina hii kwamba wanafanya ushirikina na wanafanya bid'a za aina mbalimbali, wameleta bid'a za aina mbalimbali katika dini ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuna hali hii inapatikana, basi mtu hawezi kufanya maombi halisi. Sayyidina al-Islam amesema kwamba ikiwa mtu hapati matokeo mazuri, basi kuomba kwake ni bure. Na katika hali hii mtu anapofanya maombi, basi matokeo yake mazuri hayapatikani. Ikiwa hali hii inapatikana,
kuomba kwake itakuwa si kuomba na maombi yake hayatahesabiwa kama ni maombi दुआ नहीं होगी क्योंकि उसके अच्छे नतीजे नहीं निकल रहे बस ये एक बड़ा वाज़ेह na wala yeye hatafanya juhudi ya kufuata amri za mwenyezi mungu katika hali yake hii kwa sababu yeye hapati matokeo mazuri. Basi jambo hili ni wazi kabisa kwamba ikiwa matokeo mazuri hayapatikani, tunatakiwa tuelewe kwamba udhaifu unapatikana ndani yetu sisi na kuna upungufu katika maombi yetu, na sisi hatujui jinsi ya kumwomba mwenyezi mungu, na sisi hatufuati njia za ridhaa za mwenyezi mungu. Amesema sayyidina alayhi salam, madamu mtu kwa moyo wake wote na kwa nia yake safi yeye की नुसरत और ताईद hafungi milango yote ya bidha, yeye hamuombi mwenyezi mungu, yeye hawezi kupata hali hii kwamba apate msaada wa mwenyezi mungu. Lakini yeye anapoangukia mlango wa mwenyezi mungu na anamuomba mwenyezi mungu tu, basi अल्लाह ताला के दरवाजे पर katika hali hii yeye anapata msaada wa mwenyezi mungu. Yani hali yake hii inapopatikana kwamba anaangukia mlango wa mwenyezi mungu, anafanya maombi mbele ya mwenyezi mungu, katika hali hii अल्लाह ताला yeye anapata hali ya kupata msaada wa mwenyezi mungu, फरमाया खुदा ताला na इंसान के दिल को hali yake दिल के inakuwa yenye kupata rehema, na katika hali hii anapata fadhila za mwenyezi mungu. अल्लाह ताला आसमान पे बैठा Amesema sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba mwenyezi mungu anaona kila kona ya moyo wa mtu. Msione kwamba mungu ameghafilika, yeye hajui hali ya moyo wa mtu, bali anaangalia katika kila kona ya moyo. Yeye akiona kwamba kuna giza au shirikina katika kona yoyote ya moyo wa mtu, basi mwenyezi mungu hapokei maombi yake hata kidogo, bali anamrudishia maombi yake. Kwa hiyo tunatakiwa tusafishe moyo wetu katika giza ya kila aina na katika ushirikina wa kila aina na katika bid'a ya kila aina. फरमाया उसके मुंह पे उल्टा मारता Ikiwa hali hii ya giza na ya ushirikina inapopatikana, basi katika hali ibada hazikubaliwi, bali mungu anasema anamrudishia ibada zake zote. Lakini mungu anapoona kwamba moyo wake umekuwa safi kutoka katika tamaa ya kila nafsi na katika giza ya kila aina, basi kwa ajili yake mungu anafungulia milango ya rehema yake ताला की जजा की खातिर na कुछ कर रहा हो anaweka kivuli chake juu yake na anachukua jukumu la kumlea. yaani mtu anapokuwa safi na anafanya mambo yake yote kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu, katika hali hii mwenyezi mungu anamlea mwenyewe na anatimiza mahitaji yake yote mwenyewe. Basi kila mwanajumuiya ambaye ni mwanajumuiya kweli kweli anatakiwa asafishe moyo wake katika ushirikina wa kila aina na katika bid'a za kila aina. Wale watu wanaosema kwamba wamefanya maombi sana, walifanya maombi ndefu sana, lakini maombi yao hayakupokelewa, wao wanatakiwa wachunguze mioyo yao, wachunguze hali yao. Je, wao wanafanya ushirikina uliofichika au wanafuata mambo ya bidhaa katika maisha yao, au wanafanya mambo kwayo mwenyezi mungu ametuzuia tusifanye? Kisha katika sehemu moja kwa kueleza jambo hili kwamba ucha mungu ni lengo la kuanzisha jumuiya hii, sayyidina alayhi salatu wassalam anasema mwenyezi mungu ametaka kutoka katika jumuiya hii na amenidhihirishia kwamba ucha mungu umepungua duniani. फरमाया बाज तो खुले तौर पर yani lengo la kuanzisha jumuiya hii ni kuimarisha ucha mungu. Tunatakiwa kila mmoja wetu akumbuke jambo hili. Amesema wapo wengine ambao wanafanya mambo ya maovu na wanaishi maisha ya dhambi, na wapo wengine ambao wanachanganya maovu pamoja na imani yao, lakini hawajui kwamba ikiwa katika chakula kizuri sumu ikichanganywa, basi chakula chote kinakuwa chenye sumu. जो हमारी नेकियों खा रही हैं Huzur anasema kwamba miongoni mwetu wapo wengi ambao wanafanya mema, lakini wanafanya maovu ambayo yanamaliza mema yetu.
amesema ikiwa sumu kidogo inachanganywa katika chakula kizuri basi chakula chote kitakuwa chenye sumu. Na amesema wapo wengine ambao wanafanya madhambi madogo madogo kama ni dhambi ya kujionyesha, na matawi ya dhambi hizi haya ni madogo sana. Sasa Mwenyezi Mungu ametaka kwamba aonyeshe dunia hii mfano wa uchamungu na utakaso. Ndiyo maana kwa ajili ya hii ameanzisha jumuiya hii, kwa sababu Mungu anataka kutakasa na anataka kuanzisha jumuiya yenye imani. Amesema lengo ni kuonyesha uchamungu na utakaso. Sisi sasa tunatakiwa tuchunguzwe kwamba je, hali yetu ni aina hii, kwamba sisi tunaweza kuwa mfano wa uchamungu na utakaso na wengine wanaweza kupata mwongozo kwa kuona mfano wetu, na sisi tunaweza kuchunguza hali hii kwa kuangalia hali zetu. Hazur anasema kisha kwa kueleza mada hii kwamba alitaka kuona jumuiya wanajumuiya wake wawe aina gani. Anasema Sayyidina al-Islam kwamba Mungu mwenyewe ameanzisha jumuiya hii, na tunaona kwamba watu wengi wanakuja na wanakuwa na malengo mbalimbali. Mungu Mungu alianzisha jumuiya hii ili wale wanaotaka kufuata ucha Mungu jumuiya yao ipatikane, wale ambao wanataka kurekebisha nafsi zao jumuiya yao ipatikane. Lakini kwa kuwa na hali hii yote, licha ya kuwa na hali hii, wanakuja watu wa aina hii ambao wanakuwa na malengo yao, wanajiunga na jumuiya kwa ajili ya malengo yao. Wao hawazingatii ucha Mungu na mwema, bali wanakuwa na masilahi yao, na kwa sababu ya masilahi yao wanajiunga na jumuiya, na masilahi yao yanapotimia basi wanabaki wanajumuiya, pengine wanarudi nyuma na wanaritadi na hawabaki katika imani. Amesema tukizingatia maisha ya masahaba hatupati hata tukio mmoja kwalo masahaba walikuwa na tabia ya aina hii na walifanya hivi. Na bayat tunayofanya ni bayat ya kutubu, na tunaahidi na tunafanya maombi kwamba tutaendelea kufuata wema. Lakini bayat ya maswahaba ilikuwa bayat ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, yani wao walifanya bayat na bayat yao ilikuwa kuuawa, kwa sababu wakati ule jihad ya upanga ilikuwa inaruhusiwa na kila mmoja alikuwa tayari kwa ajili ya kuuawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao upande mmoja walikuwa wakifanya bayat, na upande mwingine mali yao na heshima yao na nafsi yao, ilmradi kila kitu walikuwa wakijitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kama wao hawamiliki kitu chochote, na wao walikuwa hawategemei dunia hata kidogo, heshima ya kila aina, na lengo la kupata heshima lilikuwa linakwisha, na wao walikuwa hawajali kuhusu heshima ya nafsi yao, wala walikuwa hawategemei wapate heshima, wala wao walikuwa hawategemei wapate cheo kikubwa. Wao walikuwa na lengo moja tu, kwamba sisi kwa ajili ya dini tukufu ya Islam tutoe nafsi yetu, mali yetu na heshima yetu. Hii ahadi hata tunafanya siku hizi pia, lakini wapo wengine hata miongoni mwa viongozi wa jumuiya wapo ambao wanakuwa na tamaa ya kupata cheo na uongozi katika jumuiya, kwa sababu ya hii kwamba labda kwa kidhahiri hata kama ni kidogo, hata kama ni ndogo, watapata heshima. Wao wanapopewa uongozi, badala ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na badala ya kuwa na shauku ya kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu, wao hawazingatii mambo haya, bali wao wanazingatia uongozi wao tu. Basi viongozi wa jumuiya wanatakiwa wazingatie jambo hili vizuri. Amesema Sayyidina al-Islam kwamba miongoni mwa masahaba alikuwa ni nani alikuwa anajua kwamba atakuwa mfalme au atapata ushindi katika nchi fulani, yani sawa na hali ya Arabuni wakati ule. Ni nani ambaye alikuwa anadhani hata yeye anaweza kuwa mfalme au anaweza kupata ushindi? Hata mambo haya yalikuwa hayapatikani katika mawazo yao, na wao walikuwa hawategemei mambo haya hata kidogo, bali
wao kila wakati walikuwa tayari अजमत नहीं चाहते थे kusumbuliwa katika njia ya mwenyezi mungu na walikuwa tayari kupata shida ya aina kila aina katika njia ya mwenyezi mungu walikuwa hawataki heshima wala uongozi wala utawala bali wao walikuwa na nia ya kujitolea na katika hali hii walikuwa wakisikia ladha walikuwa wakipata ladha hata walikuwa tayari kutoa nafsi zao hii ndio ilikuwa hali yao ya aina hii kwamba wao walikuwa hawategemei dunia hata kidogo lakini mwenyezi mungu aliwajaalia baraka zake na neema zake na fadhila zake lakini wao tukiangalia maisha yao wao wenyewe walikuwa tayari kujitolea kwa njia zote lakini mungu aliwajaalia fadhila zake na wale waliojitolea katika njia ya mwenyezi mungu mungu aliwaongezea yani idadi yao iliongezeka mara maelfu na maelfu kisha sainam alah salatu wassalam kwa kutukumbusha kuhusu hulka zetu njema na kwa ajili ya kuendelea na mema na kwa ajili ya kuacha na kuepukana na maovu sainam alah salam anatusihi na anasema kwamba mtu ambaye anamwonyesha jirani yake kwamba hulka zake zimebadilika yani zamani alikuwa ya aina gani na sasa hali yake imekuwa ya aina gani baada ya kujiunga basi yeye anaonyesha muujiza hazur anasema sisi baada ya kujiunga na jumuiya ikiwa majirani wanaona hali yetu imebadilika ikiwa kila mwanajumuiya anamtendea jirani yake kiasi hiki kwamba yule jirani anashangaa kwamba huyu mtu baada ya kujiunga si yule wa zamani bali amebadilika basi huyu mtu anaonyesha muujiza huyu mwanajumuiya anafanya kazi ambayo kwa kuona kazi yake watu wanashangaa anasema sayyidina alayhi salam kwamba jirani anaathirika sana kwa sababu ya mabadiliko ya hulka zake njema na kwa sababu ya hulka zake njema jirani anaathirika sana amesema kwamba dhidi ya jumuiya yetu wapinzani wanaleta shutuma kwamba sisi hatujui kwamba hawa wamepata maendeleo gani na wanaleta shutuma kwamba sisi tuna hasira na ghadhabu yani hazur sayyidina alayhi anasema kuhusu wasukuma na jumuiya wanaleta shutuma dhidi ya jumuiya kwamba hawa baada ya kujiunga na jumuiya sisi hatuoni kwamba wamepata maendeleo ya kiroho uvongo na dhana mbaya na hasira haya yote yanapatikana ndani ya hawa wanajumuiya sayyidina alayhi salatu wassalam amesema kuhusu wanajumuiya waliojiunga na jumuiya kwamba je hii si fedheha kwa ajili ya hawa waliojiunga kwamba walijiunga na jumuiya kwa kuona kwamba jumuiya hii ni kizuri sana kwamba walijiunga na jumuiya kwa kuona kwamba ni jumuiya hii ni nzuri sana au kwa kuwaona hawa watu mwingine alijiunga na jumuiya amesema kwamba kama mtoto mzuri anasababisha kusambaza uzuri wa baba yake mtoto mtiifu na mwema yeye anakuwa sababu ya kusambaza sifa ya baba yake hivyo ndivyo anayefanya bayat yeye pia ni sawasawa na yule mwana na hoja yake ameeleza hii kwamba wake wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam wameitwa ummahatul mu'minin yani mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baba wa waaminio ikiwa wake zake ni mama wa waaminio maana yake ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni baba wa waaminio amesema baba wa dunia anamleta mtoto wake duniani yani anazaa mtoto yani wazazi wanaleta roho duniani yani kwa sababu ya wazazi mtoto anazaliwa duniani yani maisha ya kidhahiri yani ya kidunia
yule mtoto anapata kwa kumpitia baba wa dunia, आसमान पर ले जाता है, lakini baba wa kiroho लेकर आता है, na yani dhidi yake ni baba wa kiroho आसमान पर लेकर जाता ambaye anampeleka mtoto wake huko mbinguni. Baba wa kidunia anamleta mtoto wake duniani, na baba wa kiroho anampeleka mtoto wake huko mbinguni, yani anampatia maendeleo katika mambo ya kiroho na anamwelekeza kwenye njia za Mwenyezi Mungu. है। कभी पसंद नहीं करोगे तो बेटा अपना Amesema, je, बदनाम करे? mnapenda kwamba mtoto amfedheheshe baba yake? Nyinyi hamtapenda hata kidogo kwamba mtoto amfedheheshe baba yake, wala baba pia hatapenda kwamba mtoto wake amfedheheshe duniani. कि न दूसरों की ठोकर का बायस हो, ना Hivi ndivyo kama niliwahi kueleza kwamba mnatakiwa muwe na mifano ya aina hii, kwamba msiwe sababu ya kuwapoteza wengine, wala nyinyi msifedheheshe baba zenu. तो वाइफों के पास चला जाए। Amesema, je, kuna mtu yeyote ambaye anapenda mtoto wake amfedheheshe, yani mtoto wake amwendee malaya kwa ajili ya kufanya dhambi na hivi amfedheheshe baba yake, au acheze ramli au anywe pombe au afanye vitendo vibaya vya aina hii, yani kama kucheza kumari na ramli? Hakuna baba ambaye atapenda mtoto wake afanye hivi. Hakuna mwislamu mwema ambaye atapenda kwamba mtoto wake afanye vitendo vya aina hivi. Hata kuna mambo ambayo hata wasiokuwa waislamu hawapendi watoto wao wafanye. Amesema kwamba baba hapendi mtoto wake anywe pombe na afanye vitendo vya kumfedhehesha baba yake. Amesema, mimi najua hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kupenda kitendo hiki, lakini wakati mtoto huyu mbaya anapofanya hivi vitendo vya aina hivi, basi watu hawawezi kukaa kimya. yaani mtoto atakapofanya vitendo vya aina hivi, lazima watu watazungumza kuhusu mtoto wake na watazungumza kuhusu baba yake pia, na watu watasema kwa kusema hivi kwamba huyu ni mtoto wa mtu fulani, na hivi baba atafedheheka, na watasema kwamba mtoto wa mtu fulani anafanya kazi fulani, dhambi fulani, na basi huyu mtoto anakuwa sababu ya kumfedhehesha baba yake. Hivyo ndivyo mtu yeyote anayejiunga na jumuiya na yeye hajali kuhusu heshima ya jumuiya na anafanya kinyume na heshima ya jumuiya, basi yeye anakuwa chini ya adhabu ya Mwenyezi Mungu, anakamatwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye hajiangamizi yeye mwenyewe tu, bali anakuwa kwa kuwa mfano mbaya kwa ajili ya wengine, wanawazuia wengine wasipokee njia iliyonyoka. Basi amesema, basi sawa na uwezo wenu muombe msaada kwa Mwenyezi Mungu, na kwa uwezo wenu wote mujitahidi kuepukana na maovu yenu na makosa yenu. Mkiona mnashindwa, basi kule muinue mikono yenu na mufanye maombi, kwa sababu maombi yanayofanywa kwa unyenyekevu, yale maombi hayakatazwi bali yanapokelewa. Yani amesema muendelee kufanya juhudi sawa na uwezo wenu, na mkikwama basi msivunjike moyo, bali mufanye maombi, na mufanye maombi kiasi hiki kwamba maombi yapokelewe. Lakini maombi yanatakiwa yafanywe kwa imani sana, na maombi yafanywe kwa kuchunguza mioyo yenu, kwamba yoyote ninayosema kwamba je ni sawa, yoyote ninayoomba ni sawa, na hii ninayotaka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hivi ikiwa mtu kwa moyo safi atakapoinua mikono yake kwa ajili ya maombi na atakapoinua mbele ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mungu harudishi maombi yake, bali anapokea maombi yake moja kwa moja. Nasema kweli kweli kwamba maombi yangu maelfu na maelfu yalipokelewa na yanaendelea kupokelewa. Kisha amesema kwamba hili ni jambo la yakini, kwamba ikiwa mtu hana huruma kwa ajili ya wengine, yeye ni bahili, yani kwa ajili ya jamaa zake, kwa ajili ya wanadamu wengine. Ikiwa mtu hana tabia ya huruma, basi yeye ni bahili.
amesema ikiwa mimi nimeona njia yenye mwongozo, sasa ni jukumu langu ni waite wengine pia kwenye njia ile. Huzuri anasema hii pia ni jukumu letu, kwamba tuliona njia ya heri na okovu, yani ya Ahmadiyya, ndio maana tulijiunga na jumuiya. Sasa ni jukumu letu kwamba sisi tuwaite watu wote kwamba nyinyi pia njoni na mufuate njia hii ili murekebishe na muboreshe akhira yenu. Amesema hatutakiwi tujali jambo hili kwamba hakuna mtu anafuata njia hiyo hafuati. Kazi yetu ni kuwaita wengine, kazi yetu ni kuwarekebisha, na msijali ikiwa mtu anafuata au hafuati. Kisha anasema kauli ya Kiajemi, maana yake ni hii kwamba mtu akisikia hasikii, mimi nitaendelea kumpatia mawaidha bila kujali anasikia au hasikii. Basi kwa kuonyesha mifano yetu mizuri tunalazimika kutimiza haki ya mahubiri pia, na hili ni jukumu la kila mwanajumuiya. Upande huu pia tunatakiwa tuwe waangalifu, na wakati utafika watu wataanza kutusikia kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam. Hata kama mtu hasikii na haitikii, hata katika hali hivi tunatakiwa tuendelee kufikisha ujumbe. Lakini pamoja na hayo, kama alivyosema Sayyidina alayhi salam kwamba sisi kwa kujinasibisha kwa jumuiya yake tunatakiwa tuwe na mifano mizuri, ndipo watu pia wataelekea kwetu. Kisha kwa ajili ya kurekebisha hali zetu, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema katika ufunuo uliopatikana, illa lazina alaw bi istikbara. Ufunuo huu ulikuwa kuhusu taun. Maana yake ni hii kwamba yeyote atakayeingia katika nyumba yako nitamwokoa, nitamsalimisha. Pamoja na ufunuo wa ule wa tauni, kuna ufunuo huu pia, illa lazina alaw bi istikbar, yani wale ambao wanajiona ni wakubwa. Sayyidina Malasam amefanya maelezo yake hivi kwamba wale si watiifu kikamilifu. Sasa nani anamfuata? Ni wale waliompokea. Yani Sayyidina Malasam alisema wale ambao hawafuati kweli kweli, wao pia watakuwa chini ya adhabu. Hili ni jambo la kutuonya sana. Yani ikiwa upande mmoja Mungu amesema yeyote atakayeingia katika nyumba yake nitamlinda, nitamsalimisha, lakini wale ambao hawakufuati kweli kweli, ahadi yangu haitakuwa kwa ajili ya hawa watu ambao si watiifu. Yani Mwenyezi Mungu hatalazimika tena kuwalinda na kuwasalimisha ikiwa hawa si watiifu. Kwa hiyo ni lazima musome kitabu kitwacho Safina ya Nuhu na Qur'ani tukufu, kisha mufanye vitendo vyenu sawa na Qur'ani tukufu. Hakuna hata mmoja anayejua itatokea nini kesho. Nyinyi baada ya kujiunga na jumuiya umeshapata lawama za watu wamewalaumu sana, lakini ikiwa kwa kupata laumu nyinyi hamkuja karibu na Mwenyezi Mungu na hamkupata fadhila na rehema za Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii umepata balaa na usumbufu mkubwa sana. Amesema watu wa magazeti wanapiga kelele sana dhidi ya upinzani wetu, na Hazur anasema hata siku hizi upinzani umezidi sana, ndio maana wanajumuiya wanahamia katika nchi za Ulaya kutoka Pakistan kwa sababu ya upinzani huu. Sayyidina alayhi salam amesema kwamba hawa wakumbuke kwamba kazi za Mwenyezi Mungu zinakuwa nyinyi ya baraka, lakini kwa ajili ya kupata sehemu katika baraka hii sisi turekebishe hali yetu. Basi nyinyi muendelee kuchunguza imani yenu na amali zenu. Je, sisi tumeshaleta mabadiliko yale? Kwa hiyo moyo wetu uwe arshi ya Mwenyezi Mungu na sisi tuwe chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu na ulinzi wake. Basi kuna haja ya kuchunguza hali hii.
hazur anasema wawe wanajumuia wa zamani au mpya baada ya kumpokea sayyidina alayhi salatu wassalam, maadamu sisi haturekebishi amali zetu na vitendo vyetu, sisi hatuwezi kupata baraka zitakazopatikana kwa kujiunga na sayyidina alayhi salatu wassalam, wala hatuwezi kuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Amesema sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu imani kwamba unyenyekevu kwa ajili ya imani ni mfano wa begu, kisha kwa ajili ya kuacha mambo ya ufedhuli imani inatoa mimea yake. Yani kuwa na unyenyekevu ni sawa na mfano wa begu ya imani. Hali hii itakapopatikana na mtu anaanza kuepukana na mambo ya ufedhuli na maovu na anakuwa mnyenyekevu, katika hali hii imani inaanza kutoa mimea yake kama mti. Begu wa mti unatoa mti polepole. Amesema kwamba kwa sababu ya kutoa mali matawi ya mti yanaanza kutoka, yani baadaye hawa wanapotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, mti ule anaanza kutoa matawi yake na matawi yake yanamfanya madhubuti mti kiasi fulani. Kwa sababu ya hii kisha amesema kwamba mtu anapoanza kupinga tamaa za nafsi, matawi haya yanakomaa na yanakuwa madhubuti. Yani wakati mtu anapokuwa na tamaa ya kufanya maovu na anataka kufanya maovu na anapopata hali hii, basi anapambana na hali hii na anashinda juu ya hali yake hii badala ya kushindwa. Hali hii itakapopatikana, katika hali hii matawi haya yaliyokuwa yanatoka katika mti, matawi haya yanakomaa, yanakuwa madhubuti wakati mtu anapofisha nafsi yake. Kisha amesema kwa sababu ya kulinda amana na ahadi, mti anapata uimara zaidi na unasimama kwa imara zaidi. Yani ikiwa mnalinda amana zetu na ahadi zenu, kwa sababu kila mmoja ameahidi kwamba atatanguliza dini juu ya dunia, katika khudam, katika Ansarullah, katika lajna, pia ahadi hii inasemwa. Na wakati wa kufanya bayat pia ahadi hii inasemwa. Ikiwa mnalinda ahadi hii mliofanya, na mtakapolinda amana zenu, na amana hizi ni nini? Kwa mfano ni viongozi ambao wamepewa amana ya uongozi, na wanajumuiya wa kawaida wamepewa amana za ahadi, atimizi ahadi yake na asiwe sababu ya kuwapoteza wengine. Hali hii itakapopatikana, basi mti huwa imani utakomaa na utasimama kwa imara. Mambo haya yote yatamfanya kuwa mti wenye uimara sana. Kisha mti huu wakati wa kuleta matunda, mti ule utapata nguvu ingine. Bila nguvu hii mti huu hauwezi kuleta matawi wala maua. Yani mti unapoimarika, basi katika hali hii fadhila za Mwenyezi Mungu zinashuka na Mungu analeta matunda juu ya mti ule, na mti ule unapata baraka kutoka kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Basi sisi tunatakiwa tuwe na unyenyekevu, kwa sababu kwa kupitia unyenyekevu tunaweza kutimiza haki ya kujitolea na kutoa nafsi zetu, na tunaweza kupata maendeleo katika imani yetu. Na mambo ya ufedhuli yaliyotuzingira katika sura ya TV na internet, tunaweza kuepukana na madhara haya, na ni muhimu sana kuepukana na madhara haya kwa ajili ya kupata maendeleo katika imani. Tukipata hali hii, ndipo tutaleta matawi yenye kuleta maua na matunda kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii tunaweza kuboresha akhira yetu na akhira ya watoto wetu. Safari fulani Sayyidina alayhi salatu wassalam
wa kueleza mustakbali nzuri ya jumuiya alisema kwamba zama hii pia ni zama ya vita ya kiroho. kuna vita pamoja na shetani pamoja na silaha zake zote na pamoja na njama zake zote anashambulia juu ya ngome ya islam na anataka apate ushindi juu ya islam. lakini Mwenyezi Mungu katika vita hii ya mwisho ya shetani, Mungu alianzisha silsila hii, jumuiya hii, ili shetani ashindwe. Basi tunatakiwa tuchunguze hali yetu kwamba je, hali yetu ni aina hii kwamba tupo tayari kwa ajili ya kupambana na kupigana na shetani. Amesema mwenye baraka ni yule ambaye anatambua hali hii. Sasa wakati mdogo tumebaki, mtapata sababu. Hivi karibuni Mwenyezi Mungu atathibitisha ukweli wa jumuiya hii zaidi ya jua, na wakati ule mtu hatapata thawabu. Wakati ukweli utakapodhihirika sawa na jua, wakati ule watu hawatapata thawabu kama watu wanapata siku hizi, na wakati ule itaonekana kama mlango wa toba umefungwa. yani ingawa toba itakubaliwa, lakini hali inayopatikana siku hizi wakati ule haitapatikana. Amesema anayenipokea siku hizi yeye anapigana na nafsi yake. Ataona baadhi wakati kwamba ametengwa na jamaa zake. Vile vile vizuizi vimewekwa katika biashara yake ya dunia. Vile vile ametukanwa. Na Huzur anasema katika nchi chungu mzima siku hizi, hususan katika nchi za Waislamu, hali hii inapatikana. Atalaaniwa kutoka kwa watu, lakini atapata ujira wa mambo haya yote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini wakati mwingine utakapofika, wakati ule mfano wake utakuwa kama mfano wa maji yanayotiririka kutoka kwa mlima mkubwa. Wakati ule hakuna hata moja atakayekataa. Wakati ule watu wakipokea, basi itakuwa si sawabu, kwa sababu sawabu inapatikana wakati mtu anapopokea wakati wa shida na usumbufu. Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alimpokea Sayyidina Ahmad salam wakati wa usumbufu, na yeye aliacha uongozi wa Makka. Alipofanya hivi, Mungu alimpatia ufalme wa dunia. Kisha Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia alipokea Islam, na hali yake ikawa hali ya umaskini. Yeye hakubaki na mali nyingi sana. yani Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu hakujali kitu chochote, bali alimpokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa angalieni, je, Mwenyezi Mungu hakumpatia ujira? Bali Mungu alimpatia ujira mkubwa sana. Yeyote anayemwelekea Mwenyezi Mungu, Mungu anampatia ujira wake, na yeye hafi mpaka apate ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sharti ni kwamba mtu amwelekee Mwenyezi Mungu, ndipo Mungu anampatia fadhila zake. Katika hadithi moja inapatikana kwamba mtu anamwendea Mwenyezi Mungu polepole, Mungu anamkimbilia. Amesema imani ni hii kwamba ikiwa jambo limefichika akubali. Yule ambaye anaona mwezi wa siku kwanza, watu wanasema kwamba huyu ana jicho nzuri, anaweza kuona vizuri. Lakini yule ambaye anaona mwezi wa siku ya 14 akisema ameona mwezi, watu watasema kwamba huyu ni mjinga, kila mmoja anaweza kuona mwezi. Huzur anasema Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuimarisha imani zetu kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, tuweze kupata ridhaa yake, tuweze kutimiza haki ya bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuweze kuonyesha dunia hii kwa kupitia vitendo vyetu, na ihsani aliyotufanyia Mwenyezi Mungu sisi tuweze kutoa shukrani yake kweli kweli. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر